Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 17. Mpana ndikwaje? Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Safi, kumbe ameshajua ya kwamba ni wapi napataka. Mwinjilisti, mpigeni makofi huyu. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Elia alikuwa mwanadamu. Leo nataka akili yako ipone. Hao wajinga wakuwa nasema ya kwamba waliokuwa wanamuomba Mungu labda ni manabii wa zamani au ni wanani, nataka ufunguke ya kwamba kumbe yawezekana hata tabia zako yawezekana zingine ni njema, hazijawafikia hata wale ambao walikuwa wanabadilishwa. Maana kina Elia nao walikuwa ni wanadamu. Mungu anawaita na tabia zao. Mungu anawaita na tabia zao, wamezaliwa kwenye ukoo wao, kila mmoja kwenye ukoo wake, lakini Mungu kwa bidii zao ya kumtafuta Mungu anaamua kuonekana. Kumbe haijalishi kwamba umezaliwa kwenye ukoo upi, kwenye familia ipi, kwenye nini, lakini bali ukijua tu tabia zangu mbovu ni hizi, ukaweka pembeni, ukamchuchumilia Mungu atakufanya kuwa kichwa sio mkia. Sijui unanielewa vizuri? Mungu anaweza akakufanya kuwa kichwa sio nini. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia. Aiza hata za kwangu ni njema. Ukisikia tabia, tukiingia kwenye tabia, hata mwenyewe unajua kwamba una tabia zipi. Hata mwenyewe unajielewa tabia zako za sirini. Hata mwenyewe unajielewa tabia zako ni zipi. Hata mwenyewe unajielewa udhaifu wako saa zingine uko wapi. Na ndio maana imeandikwa Elia alikuwa mwanadamu. Hakusema mwenye tabia na mtu mwenye tabia kama sisi. Soma mtumishi wa Mungu. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Akaomba kwa bidii. Aliomba tu au kuna point inaongezeka pale? Aliomba kwa nini? Kwa bidii. Soma kwa nini? Sali kwa nini? Omba kwa nini? Chota maji haya kwa bidii ndio yataisha. Ukichota kwa bidii ndoo inaweza ikawa inavuja sehemu fulani. Kuna maji fulani inavuja, lakini unataka ijae, ila umepewa mtihani. Zimetobolewa ndoo, kuna matobo yametoboka. Sasa wanakuambia yajaze haya maji. Sasa inatakiwa uwe na bidii kuliko maji yanomwagika. Yetajando. Yaani kuliko maji yanomwagika. Wametoboa. Sasa wewe unajazaje maji? Ila kuna mwingine yanamwagika. Hapo tumetoka tena kwenye imani. Imani unaweza ukawa nayo, ila je, bidii yako ikoje ya kumtafuta Mungu? Maana shetani ana bidii ya kuzofisha imani ulionayo. Na anavisa. Lakini sasa hapa tumeongelea habari ya imani. Kumbe imani inaweza ikanyanyukia kwa watoto wako. Mlima likanyanyuka kwa watoto. Maana tumetafasiriwa kwamba kuna mlima wa magonjwa. Kumbe kuna mlima unaweza ukasimama ukawa ni mlima wa madeni na ukawa mlima. Si ndio? Unaweza ukasimama ukawa mlima wa kifamilia, kuna maelewano, hilo nalo ni mlima. Kwa mtu mwenye imani anaweza kusema, jamani niombeeni tu waombaji wenzangu. Jamani kuna mlima limenyanyuka kwenye familia yangu. Yaani sina amani. Sijui unanielewa vizuri? Hilo ni mlima. Hilo tumelielewa tukaliweka pembeni. Tumerudi tena huku kwenye habari ya bidii. Elia alikuwa ni mwanadamu, lakini akasema ili ulihamishe hilo mlima linahitaji bidii. Linahitaji bidii. Maana lenyewe kila wakati linakuwa linahitaji kutawala ili usiweze kulipanda hilo mlima. Ukitazama usione mwisho, likuzidie likufunike. Ili ulifunike na ili uliweze, inahitaji bidii kushika jembe na kuliporomosha mlima. Elia alikuwa ni mwanadamu kama wewe, lakini kilichomfanya Elia aweze ni bidii. Leo tu hii tazama Tanzania. Sasa hivi tumeshaanza kuona majira ya mvua yanachelewa. Watu wameanza kulia joto ndani ya nchi ya Tanzania kwa wakati tu mfupi. Lakini
miaka 3 na miezi 6 mvua haijanyesha, kwa maombi ya mtu mmoja. Na yeye alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia kama ya mimi na wewe. Tabia yake hauijui. Yawezekana Mungu alimuita akiwa na tabia mbovu kuliko hata za kwako, ile wewe umebaki unajihukumu na kujiona ya kwamba labda ni mtu wa kujidharau, ya kwamba tabia ulizonazo ni mbaya. Lakini kumbe Mungu ni Mungu wa rehema. Wewe ukiongeza bidii ya kumcha yeye, anaweza hata akaondoa mlima. Aidha uliwekwa na mashangazi zako na bibi zako na kina nani, lakini huo mlima ukaondoka. Lakini anaweza akasababisha kuondoa huo mlima ni wewe na bidii yako ya kumtafuta Bwana aliyo hai. Bidii. Kwa sauti sema bidii. Basi. Ndugu zangu, jueni ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli, na mtu mwingine akamrejeza, jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi, hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho na mauti, na kufunika wingi wa dhambi. Ataokoa. Ikiwa mtu amemrejeza mtu mwenye nini? Mwenye nini? Mwenye nini? Mwenye nini? Na kamuondolea roho ya mauti. Yaani kumbe roho ya mauti inaweza kaondolewa na mtu. Yaani umekutana na mtu, hata kama kuna roho ya mauti imekuatamia, huyo mtu akakurejeza na akakusaidia, na roho ya mauti ikaachana na wewe. Sema amina. Ombeaneni nyinyi kwa nyinyi ili mpate kufanyeje? Kumbe mama, nina uwezo wa kukuombea na ukapona. Yaani na uwezo wa kukuombea na ngoma ikatiki na kitu kaenda, na asipatikane shetani au akuzuia. Lakini ni pale unapokuwa ibadani unawaza nini? Unapokuwa ibadani jambo gani unaloliwaza? Unawaza nini? Una uhakika na kuombewa na ukapona? Au bado kuna mawazo ya ajabu yanakuambia umeshaombewa mara ngapi? Umewekewa mkono mara ngapi? Usikariri. Siku ya leo inaweza sifananishwe na siku ya jana. Sema amina. Yawezekana leo ndio Mungu amekupangia wewe kupona. Yawezekana Mungu amekupangia alisubiria aone kama utachukua hatua ya kuja kumsikiliza na kumcha yeye. Na siku ya leo yawezekana amepanga ndio ya kumwangamiza adui aliyoko karibu au aliyoko mbali. Inawezekana ikawa leo. Wewe amini, 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 amini. Sema amina kubwa. Inaweza ikawa siku ya leo. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.